Kilio cha Khalwale, ukweli usiofaa kupuuzwa na Seneti, ndiyo tariri ya hii leo. Karibu, jina langu ni Isaac Leonard. Kauli ya Seneta Boni Khalwale ya kutaka waziri wa Leba Alfred Mutua ajiuzulu haipaswi kutazamwa tu kama maneno ya siasa, ingawa spika wa Seneti aliitupilia mbali hoja hiyo kwa misingi ya kikanuni. Ukweli uliomo ndani ya malalamiko ya Khalwale unazidi uzito wa taratibu za bunge. Ni sauti ya hasira ya taifa na hasa vijana wake. Seneta Khalwale amegusa vidonda ama kidonda kilicho wazi. Vijana wa Kenya wameahidiwa nafasi za ajira nje ya nchi kupitia mipango ya serikali na ya kupeleka wafanyakazi ughaibuni, lakini badala ya matokeo wameambulia ahadi zisizotekelezwa. Wengi wameuzwa mali ya familia, kukopa pesa au kuchangisha ndani ya jamii ili kulipia ada kubwa zinazodaiwa kwa ahadi ya nafasi hizo, lakini hadi leo safari hizo hazijatimia. Wizara ya Leba chini ya Waziri Mutua ilikuwa na jukumu la kuhakikisha kuwa vijana wanapata fursa hizi kwa uwazi na kwa wakati. Lakini hali hivyo sasa ni kama wizara imegeuka kuwa lango la kulipia ndoto badala ya kuwa daraja la maendeleo. Swali la kuu linasalia kwamba kazi zilizoahidiwa zipo wapi? Na kwa nini vijana walipie mamilioni bila kupata uwajibikaji wowote? Ingawa spika alitumia kanuni kuzuia hoja ya Khalwale, hoja yenyewe inaangazia hali halisi ya huduma duni na ahadi zisizotimizwa. Tunahitaji Seneti ambayo haijajificha nyuma ya taratibu, bali itasimama na wananchi, hasa wakati waliokatishwa tamaa na mifumo ya serikali. Hili ni si swala tu la kisiasa za pande mmoja ama upande mmoja, ni swala la uaminifu. Serikali ambayo haitekelezi ahadi zake kwa vijana wake inaharibu msingi wa matumaini na mustakabali wa taifa. Tukitelekeza vijana katika ndoto zilizolipiwa lakini zisizowahi kutimia, basi tunaweka taifa kwenye mkondo wa giza. Tukiwa wa kweli, kama Wizara ya Leba imeshinda kutekeleza jukumu la msingi, basi kujiuzulu kwa waziri husika si jambo la hiari, ni wajibu. Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Isaac Leonard. Never start the house unless that provision was made. In your case, it is 5%. Listening to you, you are giving the country the go-round, whiling and talking about circulars and all manner of things that you have said. This failure by yourself and your ministry in this issue of 5% is a reflection of your failure in the employment of our youth outside the country. Those youths have asked me this morning, because they knew you were coming, that I demand of you, which I now do, that you resign Senator, as the cabinet secretary in the ministry. Boni, are you willing to do so that you can be properly investigated? Senator Boni, honorable CS, you can disregard totally that statement by Senator Boni. Just disregard that statement. It's got nothing to do with what has brought you before this house. Senator